Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni Marekani kuipima Urusi kama ina nia ya kweli ya kumaliza vita huko nchini Ukraine. Marekani wakati huu imesema ipo katika mipango ya kuendelea kushinikiza upatikanaji wa amani na makubaliano ya amani huko nchini Ukraine. Marekani imesema inabidi pime kuangalia kwanza iwapo kweli Urusi inataka kusitisha vita vyake huko nchini Ukraine ama la. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio katika mkutano uliofanyika huko Munich nchini Ujerumani, amesema sasa kinachofanywa na nchi yake wakati huu ni kuipima nchi ya Urusi ikiwa kweli ipo katika mpango wa kumaliza vita huko nchini Ukraine. Katika mkutano huo wa usalama uliofanyika Munich, Ujerumani, Rubio amesema kwamba hawana hakika iwapo Urusi ina nia ya kweli ya kusitisha vita hivyo, lakini Marekani itaendelea kuishinikiza ili kukomesha vita hivyo vitakavyoingia mwaka wake wa 5 hivi karibuni. Huku hayo yakiarifiwa nchini Ukraine kwenyewe, shambulizi la Urusi lilitokea usiku wa kuamkia leo mjini Odessa, limelenga jengo la wakazi na kusababisha kifo cha mwanamke mmoja. Hii ikiwa ni kulingana na gavana wa eneo hilo la kusini mwa Ukraine. Hata hivyo, Urusi bado inaendelea na mapambano zaidi nchini Ukraine na bado ipo katika mipango ya kusema kwamba wao wapo tayari kumaliza vita, lakini kwa taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa ikulu ya Kremlin, Bwana Dmitry Peskov, alieleza kwamba ni rais wa Ukraine ambaye hayupo tayari kumaliza vita hivyo, jambo ambalo lilimfanya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Ukraine lazima ifanye uchaguzi haraka na Zelensky lazima aondoke madarakani. Pengine hii itakuja kusaidia kumalizika kwa mzozo huo uliodumu kwa takribani miaka 4 kuelekea 5 sasa. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amenukuliwa katika vyombo vya habari akisema mazungumzo yatafanyika Jumanne na Jumatano. Mshauri wa mawasiliano wa Rais Volodymyr Zelensky, Dmytro Latvin, pia amethibitisha mkutano huo. Juhudi za awali zilizoongozwa na Marekani kupitia duru mbili za hivi karibuni za mazungumzo huko Abu Dhabi zilikwama baada ya kushindwa kutatua masuala magumu kama hatma ya mipaka ya Ukraine. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika huku Urusi na Ukraine zikiendeleza kushambuliana kwa makombora na drone, ambayo sasa amesababisha miundombinu ya umeme nchini Ukraine kuathirika pakubwa. Ikumbukwe kipindi hiki ni kipindi cha baridi kali nchini Ukraine, na hivyo wa Ukraine, moja kati ya changamoto ambayo wanaipata wakati huu kukosa nishati ambayo inaweza ikasaidia kupatikana kwa joto. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu mambo mengi zaidi yanayojiri katika ulimwengu.